EFTA ni taasisi ya fedha inayohusika katika kukopesha zana mbalimbali za uzalishaji bila dhamana yoyote. Nafikiri ni sitize kwamba ni bila dhamana yoyote. A financial leasing company ambayo tupo nchi nzima Tanzania na tunafanya kazi katika ofisi 8 na mikoa yote Tanzania, bara na visiwani. Tunashiriki katika maonyesho ya 8 katika maeneo 5 nchini. Tuko hapa Arusha, Dodoma, Morogoro, Mbeya na Mwanza. Na kipekee kabisa mwaka huu EFTA tumekuja na jambo jipya kabisa. Tuna jambo letu kwa ajili ya wakulima wa Tanzania. Tunataka kuwatambua wakulima ambao wameweza kuchukua mikopo mbalimbali ya zana za uzalishaji, hususan matrekta, mapawatila na zana mbalimbali zinazotumika kwenye kilimo kama mikopo katika maeneo mbalimbali. Na kwa hapa Arusha, kwa kuwa tuko hapa Arusha, tumewakaribisha baadhi ya wakulima wachache kwa niaba ya wakulima wengi kuja kushuhudia hiki tunachokifanya. Tunarudisha kwa wakulima wetu, tunarudisha kwa wateja wetu nusu ya riba ambayo walilipa wakati wamekopa mikopo hiyo. Ni jambo ambalo sio la kawaida sana. Utasikia taasisi za fedha zikirudisha riba kwa wateja, lakini EFTA takriban shilingi milioni 100 tunairudisha kwa wateja katika maeneo mbalimbali ambao wamefanya vizuri katika ulipaji wa mikopo. Niseme kwamba wateja ambao wameweza kupata sifa ya kurudishiwa kiasi hicho cha riba walizolipa ni wale ambao wamelipa mikopo yao vizuri kwa kadiri ya mkataba bila kuchelewesha kabisa. Kwa hiyo tunawatambua. Kwa hiyo ulipaji mzuri unapewa zawadi, na tunafanya hivyo kwa kutambua kwamba kwa kulipa vizuri imetupunguzia ile risk, ile tengo la hasara ambayo mabenki mengi na taasisi za fedha zinatenga, wanaita provision, kwa ajili ya mikopo chechefu. Kwetu imepungua sana. Nafurahi kusema tumefunga nusu ya mwaka huu mwezi wa 6 na mikopo chechefu ya 1%, NPL ya 1%. Na kwa kweli naweza nikachallenge taasisi nyingi za fedha. Kama kuna taasisi ya fedha imefikia NPL ya 1%, kwa kweli ni za kuzitafuta. Hata wale wakubwa kabisa ambao wanatangaza taarifa zao kwenye vyombo vya habari tumeona wako kwenye 2.5 mpaka 3. Kwa hiyo tunajivunia kwa kuweza kuwa na NPL kidogo ya 1%. Maana yake hatuna haja ya kutenga sehemu kubwa ya faida yetu kwa ajili ya mikopo chechefu. Tumeamua kurudisha kwa wakulima, kurudisha hiyo riba kwa hawa wateja wetu. Nitumie fursa hii kuwahimiza wakopaji wote nchini, sio wale wa EFTA tu, kwamba ulipaji mzuri una faida kwako. Na sasa hivi Benki Kuu ina utaratibu wa Credit Reference Bureau. Taarifa nyingi za wateja ambao wana mikopo zinakusanywa, na wale ambao wana mienendo mizuri inajulikana, wale ambao wana mienendo ambao sio mizuri vile vile inajulikana, ili kuondoa hatari ya wateja ambao hawalipi katika taasisi za fedha. Kwa hiyo kulipa vizuri inakujengea sifa ya kupasheka na taasisi yoyote ya fedha. Hawa wateja ambao sisi leo tunawatambua, sasa hivi wameshafikia stage ya kuweza kukopesheka na benki yoyote na taasisi nyingine ya fedha yoyote kwa sababu ya ulipaji wao mzuri na rekodi yao nzuri. Na sisi tunaitekeleza hii kwa vitendo. Na leo hii wataondoka na cheki zao. Tutafanya hafla ya kuwakabidhi cheki zao za kiasi cha fedha ambazo wamerudishiwa kwa kila mteja. Na kwa kweli kila mtu inatofautiana, na alichukua mkopo mdogo, of course atarudishiwa riba yake ilikuwa ni kidogo na hela yake itakuwa ni kidogo. Alichukua mkopo kidogo itakuwa ni kwa hiyo hatufanani, wateja hawafanani. Na mtaona wakati tunakabidhi hizi cheki, mtaona. Kwa mwaka huu kwa mpaka sasa hivi EFTA wateja 37 wameshafaidika na mpango wetu wa kuwarejeshea nusu ya riba.